Sura ya 25. Sheria ya Mungu haibadiliki. Hekalu la Mungu lilifunguliwa huko mbinguni, ndipo sanduku la agano lake likaonekana katika hekalu lake. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 19. Sanduku la agano la Mungu jipya liko mbinguni katika patakatifu mno, chumba cha pili cha patakatifu, katika huduma ya hema takatifu duniani, ambayo ilikuwa mfano na kivuli cha ile ya mbinguni. Chumba hiki wakati wa sikukuu ile ya upatanisho kwa ajili ya kutakasa patakatifu. Kwa hiyo tamko lile lisemalo kuwa hekalu la Mungu lilifunguliwa na kwamba sanduku la ushuhuda likaonekana, lilikuwa utangulizi wa kuonyesha kuwa patakatifu mno mbinguni palikuwa tayari kufunguliwa katika chumba cha pili, ili Kristo kuhani wetu mkuu yuko tayari kuanza kazi hiyo mwaka 1844. Watu ambao wangefuatana naye katika huduma hiyo waliona sanduku la agano lake. Kadiri walivyojifunza juu ya hekalu, waligundua kuwa Kristo anabadili huduma na sasa anahudumu mbele ya agano la Mungu. Sanduku lililokuwa katika hema takatifu hapa duniani lilikuwa na mbao mbili za mawe ambazo zilikuwa zimeandikwa juu yake sheria ya Mungu. Hekalu la Mungu lilifunguliwa huko mbinguni. Sanduku la agano lake lilionekana humo. Sheria hii ilionekana katika patakatifu pa patakatifu, ilionewa na Mungu na kuandikwa na kidole au chanda chake juu ya mbao mbili za mawe. Wale walioelewa fundisho hili walifahamu vyema maneno ya Mwokozi yasemayo, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka. Mathayo sura ya 5 mstari wa 18. Sheria ya Mungu ambayo ndiyo mafunuo ya mapenzi yake na maelezo ya tabia yake itadumu milele na milele. Katikati ya mpangilio wa sheria ya Mungu husimama amri ya Sabato ambayo ni amri ya 4. Roho wa Mungu aliwaangazia wanafunzi hao wa neno la Mungu, wakaona kuwa wameipuuza siku takatifu ya Mungu kwa ujinga wao. Wakaanza kuchunguza sababu ya kushika Jumapili ambayo ni siku ya kwanza ya juma. Hawakuona mahali popote panapoeleza kwamba Sabato ya siku ya 7 imefutwa wala kubadilishwa. Walikuwa wakitafuta kwa bidii kufanya mapenzi ya Mungu, na sasa wamegundua kuwa kushika Sabato ni mojawapo ya mapenzi yake. Kwa hiyo wakashika kwa furaha. Juhudi nyingi zilifanyika ili kufuta imani ya watu wa marejeo. Hakuna mtu aliyekosa kuona kuwa fundisho la patakatifu huko mbinguni linahusiana na madai ya Mungu ya kushika sheria yake pamoja na Sabato. Hii ndiyo ilikuwa siri ya upinzani wa maandiko yalikuwa yakionyesha huduma ya Kristo mbinguni katika patakatifu pa huko. Watu walijitahidi kufunga mlango uliokuwa umefunguliwa na Mungu na kufungua mlango uliokuwa umefungwa na Mungu, lakini Kristo amefungua mlango wa huduma yake katika patakatifu pa patakatifu. Amri ya 4, yaani ya Sabato, ilikuwa kati ya sheria za Mungu ikitunzwa huko. Wale waliouamini ukweli huo unahusu uombezi wa Kristo na sheria ya Mungu waligundua kuwa huo ndio ukweli wa Ufunuo 14, ambao ni ukweli wa maonyo ya namna 3 utakaowatayarisha wenyeji wa dunia juu ya kurudi kwake Yesu. Lile tamko kwamba sasa hukumu yake imekuja ni tangazo la ujumbe wa kweli ambao hauna budi kuhubiriwa mpaka Kristo atakapokoma kuombea watu, naye atakuja kuchukua watu wake kwake. Huku ilianza katika mwaka 1844, lazima iendelee mpaka mambo ya watu wote yaamuliwe, wale waliokufa na walio hai pia. Itaendelea mpaka mlango wa rehema utakapofungwa kwa binadamu wote, makusudi watu wawe tayari kusimama hukumuni. Ujumbe unawaamuru kwamba mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Matokeo ya kuukubali ujumbe huu yasemwa hapa ndipo penye subira ya watu washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7 na wa 12. Ili kujitayarisha kwa hukumu, watu ni lazima wazishike amri za Mungu ambazo ndizo kipimo cha tabia katika hukumu. Paulo asema, wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa siku hile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu kwa Kristo Yesu. Watendao sheria watahesabiwa haki. Imani ni muhimu kwa kushika sheria ya Mungu, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Chochote kisichotokana na imani ni dhambi. Warumi sura ya 2 mstari wa 12 mpaka 16. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Warumi sura ya 14 mstari wa 23. Ujumbe wa Malkia wa kwanza uliwaita watu wamche Mungu na kumtukuza,
na kumsujudia yeye aliye muumbaji wa mbingu na nchi. Kufanya hivyo ni lazima watii sheria yake. Bila utii hakuna ibada inayompendeza Mungu. Huku ndiko kumpendeza Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Yohana 1:5 na Mithali 28:9. Mwito kumwabudu muumbaji. Wajibu wa kumwabudu Mungu unahusika kwa kuwa yeye ni muumbaji. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Zaburi 95:6 na 96:5, sura ya 100:3, pamoja na Isaya 40:25, sura ya 26:45, pamoja na sura ya 18. Katika Ufunuo 14 watu wanaitwa ili kumwabudu na kumsujudu muumbaji na kushika amri zake. Mojawapo ya amri hizi humwonyesha Mungu kuwa ni muumbaji. Siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako, maana kwa siku 6 Bwana alizifanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Akapumzika siku ya 7 akaitakasa. Kutoka sura 20:10 na 11. Bwana asema, sabato ni ishara, mpate kujua kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Ezekieli sura 20:20. Kama sabato ingeshikwa na watu wote wa ulimwengu, watu wangeelekeza ibada zao kwa Mungu. Pasingalikuwako mtu yoyote aabuduye sanamu, kafiri wala asiamini. Kushika sabato ni ishara ya uaminifu na utii kwa yule aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Ujumbe unawaita watu kumwabudu Mungu na kushika amri zake. Hasa huwaita washike amri ya 4, yaani sabato. Mbali na wale washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, ujumbe wa malaika watatu huonyesha kundi jingine la watu. Mtu yeyote akimsujudu huyu mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Ufunuo sura ya 14:9 na 10. Ni nini kinachomaanishwa na mnyama, sanamu na chapa? Uthibitisho wa joka. Unabii ambao mifano hii inatajwa unapatikana tangu katika Ufunuo sura ya 12. Joka lilitaka kumharibu Kristo wakati wa kuzaliwa kwake. Yasemekana kuwa ni Shetani. Ufunuo sura ya 12:9. Alimchochea Herode amwangamize Mwokozi. Lakini mjumbe wa Shetani katika kupigana na Kristo na watu wake katika karne ya kwanza ilikuwa ni sheria ya Rumi, ambamo ukafiri ulistawi ndani yake kama dini. Kwa hiyo joka kwa upande wa pili ni Rumi ya kikafiri. Katika Ufunuo sura ya 13 kunatajwa mnyama mwingine afananaye na chui, ambaye joka alimpa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Mfano huu, kama unavyokubaliwa na Waprotestanti wengi, ni mfano wa upapa ambao ulishika utawala uliokuwa ukiendeshwa na serikali ya Rumi. Ule mfano wa chui unaonekana kuwa alipewa kinywa chenye kunena maneno makuu ya kufuru. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakakaa mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila, jamaa na lugha. Ufunuo sura ya 13:2, sura ya 5:7. Unabii huu ambao karibu ufanane na ule wa Danieli sura ya 7 wa pembe ndogo, bila shaka unaeleza habari za upapa wa Rumi. Walimpa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42, miaka 3.5 au siku 1260 za Danieli sura ya 7, wakati ambao uwezo wa papa utawatesa watu wa Mungu. Muda huu, kama unavyoelezwa katika sura zilizopita, ulianzia na uwezo wa upapa katika AD 538 mpaka ukamalizika mwaka 1798. Wakati huo ndipo uwezo wa upapa ulipata pigo la mauti na utabiri ukatimia kwamba mtu akichukua mateka atachukuliwa kama mateka. Kuinuka kwa uwezo mpya. Wakati huu mfano mwingine uliletwa. Kisha nikaona mnyama mwingine
akipanda juu katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11. Taifa hili halifanani na mataifa yaliyoelezwa katika sura zilizotangulia, yaani mifano iliyoelezwa hapo mwanzoni. Mataifa makuu yaliyoutawala ulimwengu yalielezwa katika unabii wa Danieli kuwa kama wanyama wakubwa wa mawindo waliotokea katika bahari kuu wakati pepo za mbinguni zilipofuma juu yake. Mataifa makuu yaliutawala ulimwengu yalielezwa katika unabii wa Danieli kuwa kama wanyama wakubwa wa mawindo walitokea katika bahari kuu wakati pepo za mbinguni zilivuma juu yake. Danieli sura ya 7 mstari wa 2. Katika Ufunuo sura ya 17 mstari wa 15, malaika alieleza kwamba yale mawe uliyoyaona ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Upepo au dhoruba ni mapambano au alama za vita. Pepo 4 zishindanazo juu ya bahari ni mapambo ya kutisha ya ushindi na mapinduzi ambayo falme zimejipatia utawala. Lakini mnyama aliye na pembe zinazofanana na za mwana-kondoo alionekana akiinuka kutoka katika nchi. Badala ya kushika utawala mwingine ili yeye apate kutawala, taifa linaloelezwa kwa mfano huu liliinuka katika nchi ambayo haikuwa na watu. Taifa hilo lilistawi katika amani na utulivu. Taifa hili lazima litafutwe katika bara la magharibi. Katika mwaka 1798 ni taifa gani liloinuka na kustawi likawa na nguvu ambalo lilivuta macho ya ulimwengu mzima kulielekea? Ni taifa moja tu, moja peke yake ndilo lilopatikana na unabii huu, yaani Marekani. Maneno ya maandiko matakatifu ndiyo yamelieleza taifa hili karibu kila kitu bila kasoro, jinsi kuinuka kwake kutakavyokuwa. Mwandishi fulani mashuhuri akiandika siri ya kuinuka kwa taifa hilo kutoka mahali pasipokuwa na watu, asema, tumekuwa taifa kuu katika hali ya ukimya, sawa kama mbegu inavyokuwa kimya kimya. Gazeti la Ulaya likiandika habari za Marekani katika mwaka 1850 lilisema, Marekani imezuka kimya kimya, kila siku huongezeka kuwa maarufu kwa uwezo na kiburi. Ana pembe mbili kama mwana-kondoo, huonyesha hali ya ujana bila madhara na hali ya uungwana baina ya Wakristo waliokimbia Marekani mara ya kwanza katika mateso ya Ulaya na shuruti za dini. Wengi waliazimu kuwa na uhuru wa dini na uhuru wa utu binafsi. Tangazo la kujitawala lilifafanua kuwa watu wote waliumbwa sawa, wakapewa haki ya uhuru wa kila mtu kujiamulia mambo yanayomhusu yeye binafsi, kama maisha anavyotaka kuishi, uhuru bila ya kutegemea mtu mwingine wamwangalie mambo yake na kufuata furaha yake. Katiba ya kujitawala iliweka wazi mambo hayo na kila mtu kufuata matakwa yake, kwamba utawala hautakuwa katika mikono ya mtu mmoja, ila utakuwa katika mikono ya wajumbe wanaowakilisha watu. Uhuru wa dini ulitolewa kuwa kila mtu afuate dini anayopenda, sio kulazimisha. Serikali ya Protestanti vikawa ndio msingi wa taifa hilo. Hiyo ndiyo ilikuwa siri ya kustawi na kufanikiwa kwa taifa. Mamilioni ya watu wamehamia huko, na Marekani imekuwa mojawapo ya mataifa makuu yenye nguvu kabisa na ustawi wa ajabu duniani. Tofauti ya ajabu. Lakini mnyama mwenye pembe mfano wa mwana-kondoo alionekana kama joka, naye alitumia uwezo wake wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia yote na wote wakao ndani yake wamsujudu mnyama wa kwanza ambaye jeraha la mauti lilipona, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Pembe za mfano wa mwana-kondoo na joka hunena tofauti. Utabiri kwamba akanena kama joka na atumia uwezo wote wa mnyama wa kwanza, huonyesha roho ya kutokubaliana na mateso yaliyoonyesha joka na mnyama chui. Naelezwa kwamba mnyama kama mwana-kondoo awafanya wakao katika nchi wa msujudu mnyama wa kwanza, huonyesha kuwa uwezo wa taifa hili utatumia kuwalazimisha watu kuheshimu upapa. Tendo hilo litakuwa kinyume katika katiba yao na kiapo chao walichoapa wakati walipotunga katiba ya serikali. Katiba ilisema kuwa bunge halitatunga sheria yoyote kuambatana na dini na kuzuia jambo lolote
kuhusu dini wala kujaribu kutawala dhamiri za watu au kuingilia uhuru wao. Dini haitakuwa kipimo cha kumwekea mtu yoyote katika madaraka ya utawala katika nchi ya Marekani. Kukiuka miiko hiyo kama ilivyokubaliwa hapo mwanzo kunaonyesha katika mfano huu. Mnyama huyu mwenye mfano wa mwanakondoo mwenye pembe mbili alionekana kuwa msafi, muungwana, asiye na dhambi, unena kama joka, akiwaambia wote wakao juu ya nchi wamfanyie sanamu ya mnyama, wamfanyie sanamu mnyama. Hapa inaonyeshwa aina ya serikali ambayo itatunga sheria katika bunge lake la serikali ya watu. Hapa inaonyesha aina ya serikali ambayo itatunga sheria katika bunge lake la serikali ya watu, ambavyo kutakuwa na tofauti ya kushangaza katika nchi ya Marekani. Hiyo inaonekana kuwa hivyo katika Marekani. Lakini sanamu kwa mnyama ni nini? Ilitendekaje? Wakati kanisa la kwanza lilipotoka, lilitafuta msaada katika serikali ili liweze kutekeleza mambo yake ya kanisa. Matokeo yakawa upapa kutawala serikali na kutumia serikali katika kuwaadhibu wale wasiokubaliana na taratibu na imani yao. Vivyo hivyo, ili Marekani ipate kutengeneza sanamu kwa wanyama, lazima uwezo wa dini utawale serikali ili kanisa liweze kutumia serikali kutekeleza mambo yake. Makanisa ya Kiprotestanti ambayo hufuata nyayo za kanisa la Rumi yameonyesha hamu yao ya kulazimisha watu katika mambo yao, yaani wameonyesha hamu ya kuondoa uhuru wa dhamiri za watu. Mfano mmoja ni yale mateso wanayopata wakati wasiokubaliana na kanuni ya imani ya kanisa la Anglikana. Mateso hayo yamekuwa ya kudumu. Wakati wa karne ya 16 na 17 hakuna mpinzani yoyote wa kanuni za imani ya kanisa la Uingereza aliyepewa adhabu ya kutozwa faini au kifungo au mateso yoyote au kifo. Uasi uliongoza kanisa la kwanza kuomba msaada wa serikali, na hii ilitayarishia upapa njia. Mnyama, Paulo alisema, utakuja ukingeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 3. Biblia husema siku za mwisho kutakuwapo nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiowatii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utawa lakini wakikana nguvu zake. Timotheo 2 sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya Shetani. Timotheo 1 sura ya 4 mstari wa 1. Na katika madanganyiko yote ya udhalimu, kwa sababu hawakukubali kuipenda kweli wapate kuokolewa, watapotea nguvu ya upotevu waumini uongo. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 10 na wa 11. Wakati hali hii ikifikiwa, matokeo yale yale yatatokea kama karne ya kwanza ilivyotokea. Watu wengi huamini kwa kuwa kuna tofauti nyingi katika makanisa ya Kiprotestanti, hakuna ungano lolote la makanisa litakalotokea, lakini kumekuwa na msukumo mkubwa katika makanisa hayo wa kutaka muungano wa makanisa uwepo. Muungano huo ukipatikana, mazungumzo ya mambo ambayo hawakubaliani watayaacha katika juhudi za kutaka muungano. Itakuwa ni hatua ya kuelekea kutumia nguvu. Wakati makanisa makubwa ya Marekani yakikubaliana kamili katika jambo hili, kadiri wanavyoamini, watashawishi serikali waunge mkono na kutoa amri ya kulazimisha. Hapo basi itakuwa Waprotestanti wa Marekani wamefanya sanamu kwa yule mnyama mkuu wa kanisa la Rumi, na hapo adhabu kwa wale wasiokubaliana na mambo hayo itatolewa kisheria. Mnyama na sanamu yake. Mnyama wa pembe mbili kama mwanakondoo aliwaamuru wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa masikini, walio huru kwa watumwa, wapokee alama ya mnyama katika mkono wake wa kuume au vipaji vya nyuso zao za jina lake. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 na wa 17.
Malaika watatu hutoa onyo kubwa: mtu awaye yote akimsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Mnyama ambaye ibada yake inalazimishwa ni yule mnyama chui wa Ufunuo sura ya 13, yaani papa. Sanamu ya mnyama inamaanisha Uprotestanti uliopotoka, ambao wakati makanisa ya Kiprotestanti yatakapotafuta msaada wa serikali ili kutekeleza mambo ya kanisa, watafikia kipeo. Ili kutekeleza mambo ya kanisa, watafikia kipeo. Alama ya mnyama bado haijatekelezwa. Wale washikao amri za Mungu watatafutiana wale waabudio mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake, kushika sheria ya Mungu kwa upande mmoja na kuivunja kwa upande mwingine. Kutapambanua baina ya wamwabuduo Mungu na wamwabuduo mnyama. Tabia maalum ya mnyama na sanamu yake ni kuvunja amri za Mungu. Danieli alisema kuhusu pembe ndogo, yaani upapa, naye atalazimu kubadili majira na sheria. Danieli sura ya 7 mstari wa 25. Paulo naye anena kuhusu uwezo huo huo, mtu wa kuasi. Wathesalonike 2 sura ya 2 mstari wa 3, ajiinuaye juu ya Mungu. Kule kubadili amri za Mungu ndilo jambo la kujiinua juu ya Mungu ambalo papa ametenda. Mtu yoyote anayeendelea kushika amri hizo jinsi zilivyobadilishwa huwa anatoa heshima yake kwa papa na sheria ya papa. Hiyo ndiyo alama ya utii wake kwa papa, wala sio kwa Mungu. Mapapa wamejaribu kubadili sheria ya Mungu. Amri ya 4, yaani Sabato, imebadilishwa na kuweka siku ya kwanza badala yake, na watu wanaishika badala ya Sabato ya siku ya 7. Badiliko hilo limefanywa kwa maksudi kabisa. Ataazimu kubadili majira na sheria. Kubadili amri ya 4 ya amri za Mungu hutimiza kabisa unabii. Hapo ndipo uwezo wa papa hujiinua dhahiri juu ya Mungu. Wanaomwabudu Mungu watajulikana wazi kwa vile watakavyishika amri ya 4, yaani Sabato, ambayo ni ishara ya uwezo wake wa kuumba. Wanaoabudu mnyama watajulikana kwa juhudi yao ya kuharibu ukumbusho na uwezo wa Mungu wa kuumba. Nao wataheshimu siku iliyowekwa na kanisa la Rumi, ilikuwa kule kushika Jumapili kama siku ya Bwana. Ndipo papa alipotetea na kudai kwa kiburi kuwa siku hiyo iheshimiwe na watu wote. Lakini Biblia inasema kuwa siku ya 7 ndiyo Sabato ya Bwana. Kristo alisema mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Marko sura ya 2 mstari wa 28. Soma pia Isaya sura ya 58 mstari wa 13, Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 17. Madai yanayodaiwa na watu kuwa Kristo alibadili Sabato ni uongo, yanakanushwa na yeye mwenyewe. Kimya kabisa katika Agano Jipya. Waprotestanti wanakiri kabisa kuwa katika Agano Jipya hakuna neno lolote linalotaja kuwa amri ya 4, yaani Sabato, imeondolewa, wala neno la kushika Jumapili kama siku takatifu ya kuabudu. Mpaka wakati Kristo alipokufa msalabani, hapakuwako badiliko lolote kuhusu siku. Kama maandiko yasemavyo, mitume hawakubadili chochote kuhusu kuondoa Sabato ya siku ya 7 na kuweka siku ya kwanza badala yake. Kanisa la Rumi linakiri kuwa wao ndio waliobadili Sabato na kusema kuwa Waprotestanti wanakubali kushika siku ya Jumapili kama siku ya ibada. Wanayatambua mamlaka yao. Wao husema sheria ya zamani, yaani Sabato, ndiyo iliyotakaswa, lakini kanisa letu likiagizwa na Yesu na Roho wa Mungu limebadili Sabato ya Jumamosi na kuweka Jumapili badala yake. Sasa tunatakasa siku ya kwanza, wala siyo siku ya 7. Hivyo sasa Jumapili ndiyo siku ya Bwana. Ili kuonyesha uwezo au mamlaka yao, wafuasi wa Rumi huandika kwamba kule kubadili Sabato na kuweka Jumapili badala yake, ambavyo hata Waprotestanti wanakubali kushika, huonyesha uwezo wa kanisa kuamuru siku kuu na kuamuru ushikaji wake chini ya dhambi. Basi kubadili Sabato kuna maana gani basi isipokuwa kuonyesha uwezo au alama ya mamlaka ya kanisa la Rumi? Hiyo ndiyo alama ya mnyama. Kanisa la Rumi haijaacha madai yake ya ukuu. Ulimwengu wa makanisa ya Kiprotestanti wanapokubaliana na Sabato bandia iliyowekwa na Rumi na kukataa Sabato ya Biblia, ukiri kuwa kanisa la Rumi lina uwezo kamili. Kwa kufanya hivyo, wanapouza kanuni zile zilizowatenganisha na Warumi, ambazo husema Biblia na Biblia tu ndio dini ya Waprotestanti. Kwa kadri msukumo wa Jumapili ulivyozidi kusonga mbele na kuungwa mkono na wengi, baadaye makanisa yote ya Kiprotestanti
yatajikuta yako chini ya bendera ya Rumi. Warumi husema kuwa kule kushika Jumapili kwa Waprotestanti huonyesha kuwa wanaheshimu Rumi na kukubaliana nayo. Kutaka msaada wa serikali ili kulazimisha watu washike Jumapili kutafanya sanamu kwa mnyama. Hivyo basi, amri ya Jumapili katika Marekani itakuwa amri ya kuabudu mnyama na sanamu yake. Wakristo wa zamani walishika Jumapili wakidhani kuwa walikuwa wakishika Sabato ya Biblia, na bado wako wengi katika kanisa wanaoamini kabisa kwamba Jumapili iliwekwa na Mungu. Watu hao Mungu hupokea ibada zao na uaminifu wao. Lakini wakati amri ya Jumapili itakapowekwa kisheria, ulimwengu utatangazwa na kuiona Sabato ya kweli. Ndipo hapo watu watakapoasi amri ya Mungu na kuendelea kushika Jumapili iliyowekwa na Rumi. Watakuwa wanaheshimu Rumi badala ya Mungu. Watakuwa wanamwabudu mnyama na sanamu yake. Basi watakuwa wanaipokea ishara ya Rumi, yaani alama ya mnyama. Bado mpaka amri ya Jumapili itakapowekwa, ndipo watu watakapochagua kati ya kumtii Mungu au mwanadamu, na wale watakaoendelea kumuasi Mungu watapokea alama ya mnyama. Onyo la malaika watatu, onyo la kutisha mno ambalo halijasikika katika sikio la mwanadamu, ni lile linalotolewa na malaika watatu. Watu hawataachwa gizani wasijue mambo haya muhimu. Walimwengu wataonywa kabla Mungu hajaleta hukumu zake, ili kuwapa nafasi ya kuepuka na hukumu hizo. Malaika wa kwanza anawatangazia watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha. Onyo la malaika watatu litahusu watu wote pia, kama tangazo la malaika wa kwanza. Litatangaza kwa sauti kuu ili wote wapate kutaharuki. Katika ulimwengu mzima watu wote watagawanyika katika makundi mawili, yaani wale washikao amri za Mungu na imani ya Yesu, na wale wamwabudia mnyama na sanamu yake ambao wamepokea alama yake. Kanisa na serikali wataungana pamoja ili kulazimisha watu wote kupokea alama ya mnyama. Walakini watu wa Mungu hawataipokea. Nabii aliwaonya wenye kushinda na kujiepusha na yule mnyama na sanamu yake na alama ya jina lake. Wanasimama katika bahari ya kioo wakiwa na kinubi vya Mungu. Ufunuo sura ya 15 mstari wa 2.